Umzi neno lingine lolote. Na somo kubwa tunalotoka nalo hapa ni kwa mtu atakikana awe ni mwenye kudhibiti ulimi wake, awe ni mchache wa kusema, mwingi wa kusoma, lakini vile vile awe atahesabu maneno anayoyasema kwa siku kama walivyokuwa wema waliotangulia ridwanullahi alayhim ajma'in, asiseme isipokuwa kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Somo lingine tulilopata ni kwa kupitia kasida iliyotolewa, yaache masiku yaende atakavyo, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Na ni somo la ridha kwa qadar na kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kile ambacho kwamba amekipitisha. Na ulimwengu uko katika hali mbaya. Tatizo kubwa linalowasibu wanadamu ni upande wa mental health, kutokamana na maswaibu yaliyoko katika jamii. Huku maradhi, huku hali mbaya ya uchumi, yani mashaki kila upande. Da'il ayyama taf'alu ma tasha. Lakini vile vile katika masomo tuliyopata hapa ni kwa daia hatakikani ajifunge na lugha moja. Tumeona wenye kufikisha kwa Kiswahili, tukaona wenye kufikisha kwa Kizungu, tukaona wenye kufikisha kwa Kiarabu. Na huu ni ulimwengu ambao kwamba umekuwa kama kisiwa ama kijiji. Kwa kupitia mitandao ya kijamii mtu anafika ulimwenguni kote. Kwa hivyo ni vizuri mtu akipata kutanawa katika lugha mbalimbali. Lakini vile vile katika risala ambazo kwamba tumezipata hapa, ni hii tuliyoiona watu wamevaa na wakatutamkia hapa: Pokomo, Giriama, Kamba, Kikuyu, Kiingereza. Hii ni kuonesha kuwa risala ya Uislamu ni risala ya i'tisam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kwetu hakuna matabaka wala makabila wala kutengana kwa sababu ya rangi wala lugha. Watu wote maadamu wapo chini ya mwavuli wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wako katika ukhuwa imania, undugu wa kiimani. Hizi ni baadhi ya risala ambazo kwamba tumezipata hapa na ni nyingi. Indalla ala shay'in, ikijulisha najulisha kazi kubwa na ubunifu waliokuwa nao maustadhi wetu katika markaz kama hii. Mwenyezi Mungu awahifadhi na awazidishie. Mimi sitaki kusema sana, lakini na nasiha mbili tatu. Kwanza nikielekeza kwa wanafunzi, wakati zinapeanwa zawadi, nilicholahidh ni kuwa katika masomo ama katika klasi za juu walikuwa ni watoto wa kike watupu. Hii ni kuonesha watoto wa kiume wakifika kiwango fulani wingia mitaani, ama kwa lugha alotumia ustadhi wingia mitini. Hapa kuna ishara mbili, moja ya kufurahisha, moja ya kuhuzunisha. Acha nianze na ya kufurahisha. Ya kufurahisha ni kuwa tutarajia mustakabali mzuri wa kupata wasomo katika upande wa jamii ya kike, ambalo ni pengo kubwa kwa siku nyingi limepatikana katika jamii zetu. Maana tunapitia mitihani pindi tunapoletewa maswali yanayohusiana na ada zao za mwezi, maswali ambayo kwamba yafaa yapelekwe katika upande wa wasomi wa kike, lakini kwa sababu hakuna, yanabidi yarudi tena kwetu. Kwa hivyo kuona idadi kama hii ya wasomi wa kike, hii ni ishara mzuri yenye kufurahisha. Tunawaambia endeleeni, ongezeni bidii, muzidi kusoma na msitosheke tu kwa hapo, muendeleze zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu akujalie vifua vyenu. La pili la kuhuzunisha ni kwa
vijana wa kiume hatupo nao katika upande huu. Swala ni kuwa wapo wapi? Elimu ya dini haina kiwango maalumu. Tumekuwa na kasumba kwa muda mrefu kwa mtoto akishafika standard 8 basi tosha, asiendelee tena upande wa madrasa. Kwa nini elimu ya sekula iwe haina mipaka, mtu anaweza kuendelea, lakini elimu ya dini iwe ina mipaka? Nini ambacho kwamba kitazuia mwanafunzi kujumuisha kati ya sekula na upande wa elimu ya sharia? Tunataka zote. Sisi hatusemi mtu asisome kule. La. Sisi tunataka tabibu, lakini ukimtia katika kibla anaswalisha. Tunataka engineer, ukimpandisha member anatoa khutba. Tunataka mtu ambaye kwamba atakusanya huku na huku, na kuna mifano mingi katika jamii yetu. Katika walimu zetu Dr. Yusri Jabr, mwanachuoni mkubwa katika ulum mbalimbali, atakusomesha fiqh, hadithi, kila kitu. Lakini surgeon nambari 1 pia. Ukimtia katika chumba cha upasuaji anafanya mambo yake. Kwa hivyo tunataka vijana ambao kwamba watakusanya pande zote mbili, na wakikusanya pande zote mbili watakuwa na amana katika ile kazi watakayoifanya, kwa sababu dini itakuwa ina mdhibiti. Kwa hivyo khitabu ya kwanza inaenda kwa vijana. Naona wako hapa. Tufanye ni bidii tusome na sisi. Tuendeleze masomo ya dini, lakini na wazazi vile vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia qu anfusakum wa ahlikum nara. Hili ni jukumu letu. Watoto ni wetu. Ikiwa sisi hatukuwa sukuma katika kusoma dini na tukawahimiza, tutakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tukitembelea baadhi ya vyuo vikuu, watoto wakubwa wa miaka 20 na hawajui kusoma hata suratul Fatiha. Swali linakuja, swala gani anayoswali yule? Ikiwa nguzo kubwa katika nguzo za swala kusoma suratul Fatiha hajui, yule atakwenda kutushtaki mimi na wewe kama wazazi mbele Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, mzazi wangu hakunimakinisha mimi mpaka kuipata Fatiha. Kwa hivyo huu ni wito unaelekea kwa wazazi, tuwahimize watoto wapate kusoma. Lakini hii nuru ambayo kwamba tumeiona, mimi walillahi alhamd nimebahatika kushuhudia almarhala almakkiya na almarhala almadaniya, ikisihi lugha kwa Githurai. Upande wa Makka kule nilishuhudia na upande wa Madina. Yani ilipokuwa madrasa iko ngambo ya pili kule, kabla kuja kupatikana hii ardhi na kuwa katika mabati, mpaka kuja kujengewa msikiti na madrasa na mzee wetu Sheikh Salim, Mwenyezi Mungu amhifadhi, zote marhala mbili imezipata. Tofauti kubwa tumeiona. Lakini si mwisho, ndo mwanzo. Alaina zar'u alhabbat wa Allah alimbat. Sisi kazi yetu ni kupanda mbegu. Kule kuota miti na nini tunamwachia nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kule kulianzishwa na ikhlasi, na walimu vile vile wakasomesha kwa ikhlasi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katutolea matunda kama haya. Na hakika ikhlasi hii ikiendelea, tutakuwa sina markazi Nur moja, zitakuwa 100 biidhnillah. Na hii nur haitakuwa sehemu hii tu, itakuwa kote, bali ene Kiambu yote, bali ene Kenya yote na East Africa yote. Hakuna zito. Wama dhalika ala Allah biaziz. Leo angalia madrasa ya Shamsul Maarif iliyoko Tanga, ina branches zisopungua 500 ndani ya East Africa. Wanasomesha vijana, wanatoka, wanarudi kwao, wanaasisi, wanaendeleza masomo. Lawezekana, muhimu ni ile nia nzuri ambayo kwamba itapatikana katika kupanda ile mbegu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awahifadhi wanafunzi
Mwenyezi Mungu ahifadhi wazazi, Mwenyezi Mungu awahifadhi walimu, Mwenyezi Mungu ahifadhi Markazi Nur na Masjid Maryam, aijalie ni sababu ya kueneza nur katika maeneo yote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.